Marekani imesema kwamba kutatua mzozo wa Ukraine kazi ngumu, na wakati huu imeongeza siku nyingine 100 kwa ajili ya kutatua vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Timu ya Donald Trump inafanya kazi kwa bidii sana ili kupata makubaliano ya kusitisha mapigano, makamu wa rais JD Vance amesema, huku akieleza kwamba katika kipindi hiki utawala wa Trump upo tayari kutenga siku nyingine 100 kupatanisha makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliambia Fox News katika mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumatano. Alisema Marekani imepata maendeleo kwa kupata pande zote mbili kuwasilisha mawazo yao kwa ajili ya kushughulikia mzozo huo. Tumepata hatua hii ya kwanza, makamu wa rais alisema, akitafakari juu ya siku 100 za kwanza za muhula wa pili wa rais Donald Trump. Tuna pendekezo la amani huko nje na tumetoa, na tutafanya kazi kwa bidii katika siku 100 zijazo kujaribu kuwaleta watu hawa pamoja. Vance alibainisha kuwa kabla ya utawala wa Trump kuhusika, Moscow na Kiev hata hazikuwa zinazungumza, sio kwa kila mmoja, sio na mtu yeyote, walikuwa wakipigana tu, aliongeza. Sasa kazi ya diplomasia ni kujaribu kuzileta pande zote mbili karibu zaidi, akionyesha pengo kubwa sana kati ya kile Warusi wanataka na kile wa Ukraine wanataka. Ikumbukwe katika kipindi ambacho rais wa Marekani bwana Donald Trump alipokuwa akiingia madarakani, moja kati ya ajenda zake ilikuwa ni kutatua mzozo kati ya Warusi na wa Ukraine. Hata hivyo, mpango huu haukufanyika kama alivyotaka, kwamba ndani ya masaa 24 tu mzozo huo ungekuwa tayari umeshakamilika. Zaidi ni kwamba JD Vance amesema Ukraine kamwe haitoshinda katika vita hivi. Tangu aingie madarakani mwezi Januari, Donald Trump ameshinikiza pande zote mbili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, na hivi karibuni ameonyesha kuchanganyikiwa kabisa kutokana na ukosefu wa maendeleo. Ingawa Urusi ilimsifu Trump na timu yake kwa kuelekea vyema msimamo wake kuliko utawala wa rais wa zamani Joe Biden, Moscow ilisisitiza kwamba usitishaji vita kwa kina lazima ujumuishe kukomesha uhamasishaji wa Ukraine na kusitishwa kwa uwasilishaji wa silaha za kigeni. Pande zote mbili zilishutumu kila mmoja kwa kukiuka makubaliano ya mwezi uliopita katika masuala ya nishati, hasa baada ya kuamua kwamba watasitisha vita kwa mwezi mmoja, lakini wasishambulie maeneo yenye nishati yaliyosimamiwa na Trump mnamo Machi, na vilevile mapatano ya Pasaka ya saa 30 ya mwezi uliopita. Moscow imetaka Ukraine kutupilia mbali madai yake kwa Crimea na maeneo mengine 4 na kuachana na malengo yake ya kujiunga na NATO. Siku ya Alhamisi, mjumbe maalum wa Trump Keith Kellogg alisema Kiev ilikubali kukiri udhibiti wa Urusi juu ya kile inachokiona kama maeneo yanayokaliwa, huku ikiacha kutambua rasmi mamlaka ya Urusi. Hata hivyo, Kiev imerudia kusema kwamba haitotoa ardhi yoyote kwa Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.